Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, jamhuri hiyo imetangaza mashambulizi mabaya dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Baada ya taarifa ya tangazo la kifo cha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, jeshi la Iran limetangaza litafanya mashambulizi mabaya kila kona ambayo ina uhusiano na Marekani pamoja na Israel. Operesheni mbaya zaidi katika historia ya vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaanza kuelekea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na vituo vya kigaidi vya Marekani muda mfupi ujao, taarifa hiyo imesema. Iran ilitangaza kifo cha Ayatollah Al-Khamenei ambapo Baraza la Usalama la Taifa la Iran lilisoma taarifa hiyo kupitia vituo vya televisheni vya serikali hapo awali. Baraza hilo limesema Ayatollah Al-Khamenei aliuawa mapema Jumamosi asubuhi katika ofisi yake alipokuwa akitekeleza majukumu yake. Hata hivyo, imethibitishwa juu ya uharibifu mkubwa wa sehemu za jumba la uongozi ambalo ni ofisi ya Khamenei mjini Tehran. Shirika la habari la Tasnim linalohusiana na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema kwamba kifo cha Khamenei ofisini mwake ni uthibitisho kwamba ripoti kwamba alikuwa amejificha zilikuwa ni vita vya kisaikolojia. Hadi sasa mamlaka nchini Iran hazikutangaza mrithi wa Khamenei. Taarifa kutoka Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, vyombo kadhaa vya habari vya serikali nchini humo ambavyo vimeelezea juu ya kifo cha Khamenei havikutangaza ni nani ambaye atarithi kiti cha kiongozi mkuu huyo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema huenda muda mchache ujao mamlaka nchini humo itatangaza nani atakayesimama kama kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Mipango iliyopo sasa ni kuhakikisha Iran inasimama imara na kuyasimamisha mapinduzi ya Kiislamu katika taifa hilo na kwamba kulinda mamlaka isije kapinduliwa. Taarifa zinadai kwamba jamaa wa Khamenei pia wameuawa katika mashambulizi hayo. Hapo awali vyombo vya habari vya serikali vilisema kwamba binti wa Khamenei, mkwewe na mjukuu wake pia waliuawa katika mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la habari la Fars ambalo lina uhusiano na IRGC, limesema kuna ripoti kwamba mmoja wa mabinti wa Khamenei ameuawa. Hata hivyo, inadaiwa maafisa wengine 40 wa Iran wameuawa katika shambulizi hilo. Chanzo cha kijasusi kimeeleza kwamba takribani maafisa 40 wa Iran wameuawa katika mashambulizi ya Marekani. Haijulikani wazi kama maafisa hao walikuwa katika eneo moja ama tofauti. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni taarifa rasmi iliyotolewa na IRGC kwamba wakati huu ipo tayari kulinda mamlaka yake na itafanya mashambulizi makubwa zaidi katika maeneo yote ya Israel pamoja na kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.